Katika episodi ya pili, bidada Soha kwa kinywa chake alikiri wazi kwamba walikuwa na shuti filamu inayoonyesha manyanyaso, lakini Mwamba alikuja kugundua kuwa bidada alikuwa kinyanyasika, akaamua kufanya utafiti. Na baada tu ya kugundua kwamba bidada alikuwa kinyanyasika na ushahidi wa video alipoweza kupata, moja kwa moja alipeleka katika bodi ya walimu, lakini mkuu wa shule akasema kuwa jambo hili alipaswi kabisa kupelekwa polisi, litakwenda kuharibu taswira ya shule. Hii kitu ilimkera sana Mwamba Sohan, akajikuta anatema nyonga kwa mkuu wa shule wa kusema kuwa yani tunawezaje kuruhusu mwanafunzi aonewe ili kulinda taswira ya shule, lazima tulishughulikie jambo hili. Akawa ametolewa nje. Na hapo ndipo tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 3. Katika episodi hii ya 4 ni kuombe kwa moyo mkunjufu kabisa, shuka katika ukurasa wa kusubscribe, gusa alama hiyo na moja kwa moja utakuja chaneli mbili, hakikisha unagusa katika chaneli ya pili alama ya kusubscribe, kwa sababu hao ndio wadhamini wetu wanaotuweka mjini. Okay, tunasonga mbele. Asante kwa kugusa alama ya kusubscribe. Bidada akamwambia Mwamba kwamba kuna baadhi ya vitu vinakuja katika maisha yetu hata tusivyovipenda, lakini havina budi kuja na vitakwenda zake. Mwamba akasema kuwa nimewahi kukubali vitu nisivyovipenda vije katika maisha yangu na vikaniletea madhara mpaka siku nilipoamua. Mwamba Sohan anasema kwamba alikataa unyonge, kwa hiyo hataki kabisa kuwa mnyonge wala kusubiria mambo mabaya yaendelee kudumu katika maisha yake. Sasa ni mapambano tu, aruta continua. Na Mwamba alizungumza haya maneno kwa uchungu sana mpaka akawa anatilika machozi. Bidada akawa amemkumbatia Mwamba na kumwambia kuwa aliyekuondoa uchungu wote wa moyo. Hasa bidada haena ili kuweza kumsaidia Mwamba asizidi kuumia, mara baada ya kumuona bidada Soha anaonewa pale katika shule, akaamua kujibadilisha kuwa mbwa, kisha akaelekea kwa wale wahuni waliokuwa kimtesa bidada, akachukua ile simu yao na kuileta kama ushahidi. Lakini lile kundi la wahuni waliopoweza kupoteza simu yao iliyokuwa na ushahidi ndani, wakazidi kumchukia sana bidada Soha, wakihisi kwamba huenda anahusika katika mpango wa simu yao kuweza kupotea, na wakawa wanamchukia na muandalia mpango mbaya zaidi. Bidada akawa anazidi kujibadilisha kuwa mbwa na kuendelea kupeleleza kila wakati, lakini mwisho wa siku alikuja kugundua mpango mbaya zaidi wa wao wauni ni kwamba walitaka kumteketeza Mwamba Sohan, yani ule mwalimu. Bidada haraka sana akiwa yuko na dada yake wakaanza kumpigia Mwamba Sohan kuweza kumtahadharisha kwamba yupo katika hatari, lakini kwa bahati mbaya simu yake ilikuwa busy na tena haipatikani kabisa. Ikabidi kumpigia Mwamba Choihuni na kumwambia kuwa tuna shida na kuongea na mjomba wako, ni muhimu sana ujue. Hasa Mwamba hapatikaniki kwenye simu, kumbe yuko na bidada mmoja yule ambaye anampendaga sana, na siku leo alikuwa amembana Mwamba huko anamwambia kwamba anampenda, lakini alikuwa akimsogelea kwa ujirani zaidi, ila kuna wanafunzi ambao walikuwa wameandaliwa kwa lengo la kurekodi video. Lakini bidada haena akiwa katika umbile la mbwa akafika katika eneo husika na kuanza kubweka. Mwisho wa siku akawa ameharibu mpango mzima wa picha za hao watu wawili kuweza kupiga. Na ndio Mwamba Sohan akashtuka kwamba kuna watu walikuwa wakimpiga picha, ni kama alikuwa yuko amefanywa trick fulani, yani bidada alikuwa anamchezea mchezo wa kwenda kusambaza picha za wao wawili wakiwa kama wapenzi. Na kumbe hata Mwamba Choihuni hakuepo mbali, alikuwa anawavizia hawa watu walikuwa kimrekodi mjomba wake video, na moja kwa moja kama bananisha sehemu. Hasa bidada Jehi alikuwa ameandaa mchezo mzima. Baada ya kukimbia kwa muda mrefu akakutana ule Mwamba Bokyung ambaye anapendwaga sana na bidada yule haena. Moja kwa moja huyu Mwamba akaanza kumshambulia kwa kutumia fimbo moja hivi. Bidada Jehi alijitahidi kadri kukimbia anavyoweza, lakini kila sehemu alikuwa anaelekea Mwamba alikuwa anatokea mbele yake. Ni kama Mwamba ana asili ya mzimu, yani kama jamaa huyu ana sifa moja hivi ya ajabu kidogo. Lakini pia kama utakuwa unakumbuka katika episode ya pili mwishoni tuliweza kumuona Mwamba Bokyung katika miaka ya zamani sana, almost kama 500 mpaka 600 iliyoweza kupita, na alikuwa akitazama kitambaa fulani ambacho kilikuwa kimepigwa na mshale. Hasa huenda huyu jamaa ana mengi sana tusiyoweza kuyajua. Baadaye kidogo anko mtu akaja kugundua kwamba mdogo wake Choihuni alikuwepo katika mitaa hiyo, na waliweza kuwanyosha kabisa lile genge la wahuni, na kuanzia sasa hivi genge la wahuni hapa shuleni litakuwa halipo kabisa. Lakini upande wa bidada haina furaha yake haikudumu kabisa, kwani kulikuwa kuna ratiba ambayo itakwenda kuanzishwa hivi karibuni, na ratiba hiyo itasababisha walimu waanze kufundisha mpaka nyakati za usiku. Wasiwasi wake ulikuwa ni kwamba pindi atakapokuwa akifundisha mpaka hizo nyakati za usiku, vipi kama akibadilika na kuwa mbwa, ni kama vile siri yake itakwenda kudhihirika. Hasa ili kujiondoa katika msala huo, moja kwa moja akamfuata Mwamba Choihuni na kumwambia kwamba naomba nije nikae katika nyumba yenu ili niweze kumkisi jamani badilike kuwa binadamu, kwa sababu nikiendelea kuwa mbwa hivi tanisumbua sana. Ikabidi Choihuni kuja kwenda kwa anko wake na kuanza kumwambia kwa anko, kuna rafiki yangu mmoja hivi ana mbwa anasafiri, lakini sasa anahitaji huyo mbwa niweze kubaki naye, na kuomba sana anko, niomba sana nibaki na huyo mbwa hapa nyumbani. Basi bana, nyakati za usiku kama kawaida, tujajua kama alikubaliwa au alikataliwa, lakini tunaonyeshwa kwamba yule mbwa alikuwa analetwa hapa nyumbani na akaambiwa kwamba ikifika mishale ya saa 9 usiku hakikisha anamkisi Mwamba Sohan, na kama atakuwa bado hajaweza kuamka kutokea katika hali hiyo ya mbwa, basi hakikisha unamleta nyumbani kabla ya kufika saa 11 asubuhi, kwa sababu saa 11 asubuhi atabadilika kuwa binadamu huyo. Hakikisha unazingatia masuala hayo, sawa? Basi Choihuni hakuwa na namna yote ile, akabidi kukubali, kwa sababu hata hivyo alishakulaga pilau lao hawa watu na ameshindwa kuwalipa. Mwamba alikunywa energy za kutosha tu, lakini akajikuta bado usingizi upo, kwa sababu anatakiwa kuvumilia mpaka saa 9 usiku ili aweze kumpeleka yule mbwa aweze kumkisi Mwamba. Sasa sijui usiku ilikuwaje, kwa sababu huenda
huenda labda mwamba alikuwa amelala na akajisahau kumpeleka yule mbwa. Sasa asubuhi tunaonyeshwa bidada akiwa ameweza kuamka, amevalia nguo za mwamba chooni, anatoka tu nje hivi, ghafla tu mwamba akawa amemfuata kwa nyuma na kumgusa bega na kumwambia kuwa naomba uandae chai haraka sana. Kwa hiyo mwamba Sohan alikuwa anajua kwamba huyu ni Choihuni. Sasa wakati mwamba anatokea bafuni, mwamba Sohan anashangaa kumkuta Choihuni amevalia nguo nyingine kabisa, alafu anamtafuta mtu. Wewe unamtafuta nani? Akawa anaikuwa anamtafuta nanili hapa, nanili huyu. Nimekuagiza uandae chai, unasema unamtafuta nanili huyu. Andaa chai bana, vipi wewe? Muda unazidi kusogea na mwalimu tayari ameshapangiwa kituo chake cha kwenda kufanya kazi, na ameambiwa kwamba atakwenda kuwasimamia wanafunzi katika picnic itakayokwenda kufanyika hivi karibuni. Bidada Aena akamfuata mwamba Choihuni na kumwambia kuwa nahitaji tukamilishe swala hili niweze kubadilika kuwa binadamu mazima, kwa sababu ratiba ya picnic itakayofanyika nyakati za usiku inatakiwa ianze mapema kabisa, na mimi ndio niliweza kupangwa kuisimamia hiyo ratiba. Nyakati za usiku, bidada Aena akiwa ameletwa ndani ya hii nyumba, akaamua tu siku leo kuweza kumwamsha jamaa. Na mwamba kweli alikuja kugundua kwamba hapa ndani kulikuwa kuna kambwa fulani hivi kazuri kweli, akakafuata akakasogelea hivi. Lakini wakati huu mwamba Bongkyung akawa ameingia, na ukumbuke kwamba Bongkyung anapenda sana wanyama. Lakini pia kuna mambo ambayo yanaendelea nyuma ya pazia yanatutia shaka kuhusiana na huyu mwamba Bongkyung. Huenda jamaa ana ukurasa wake wa pili, kwa sababu kuna mambo ya asili anayafanya. Na kumbe mwamba Bongkyung alikuja hapa lengo aweze kulala ili siku ya kesho katika masuala ya picnic aweze kuambatana na huyu mwalimu mwenzake. Basi jamaa bila yana yote akawa ameweza kumkaribisha. Lakini nyakati za usiku kabidada kakaka ameshindwa kabisa kuweza kutumia ile fursa kuweza kumkisi jamaa ili kuweza kubadilika kuwa binadamu. Lakini katika mishale ya kiza anaonekana Juna akiwa anaingia katika nyumba hii, na lengo lake ni moja tu, kuja kumkomboa dada yake, kwa sababu ameshagundua kwamba katika nyumba hii kuna mgeni. Dada yake itakuwa ni ngumu sana kuweza kutoka kirahisi. Wakati anaendelea kuhangaika katika mlango, mwamba Bongkyung akamkuta. Dada Juna akaanza kudanganya, mimi ni dada yake na huyo mmiliki wa huyo mbwa, kwa nilikuja kumwangalia mbwa kama yuko salama. Hasa muda kwa ajili ya picnic ukawa umeweza kufika. Bidada Aena ana huzuni kweli kweli, kwa sababu atatakiwa kukaa huko kambini kwa siku kadhaa, lakini mbaya zaidi ni kwamba watakuwa nakaa usiku mpaka mchana. Lakini mwamba Choihuni alikuwa ameandaa kijumba fulani kwa ajili ya mbwa, akasema kwamba pindi utakapobadilika kwa mbwa, basi utakuwa unaingia hapa ndani, itaonekanika kana kwamba mimi nilikuwa nimekuja na mbwa katika maeneo ya picnic. Basi bana, walipoweza kufika huko kambini, wamefika tu, bidada akagundua kwamba mida ndio hiyo inafika kwa yeye kubadilika kwa mbwa. Akaanza kunyata taratibu aweze kutoka hapa ndani, lakini kwa bahati mbaya yule J akaweza kumuona. Wapi unaelekea mwalimu? Naelekea toilet mara moja. Okay, sawa. Sasa baadaye bidada wakati anatoka ndani ya huo mjengo, kumbe mwamba Sohan alikuwa akimuona bidada anatoka nje kwa spidi sana, ikabidi kuanza kumfukuzia taratibu. Lakini ilipoweza kutimba mishale ya alfajiri, bidada anaonekana ni mchovu sana na usingizi ni mkali. Mwamba akaenda kusimama nyuma yake ili kuweza kumkinga na mionzi mikali ya jua. Lakini huyu bidada alikuwa ameketi kando kidogo ya bidada Aena, aligundua kabisa kwamba Aena huwa anampendaga Bongkyung. Sasa huyu mwanaume ni nani ambaye anakuja kumkingia bidada mionzi? Akamwambia, wewe kaka wewe, hebu toka hapo nyuma bana. Baadaye kama imefika wakati wa kuweza kupanda boti. Kumbuka kwamba ni maeneo ambayo wanafunzi wanakuja kusurvey tu katika maeneo haya na kufurahia. Sasa akiwa anapanda boti, bidada akaja kushtuka kwamba kulikuwa kuna mnyoo fulani hivi ulikuwa hapa katika boti. Hasa ile kwa woga akaanza kumshikilia mwamba Bongkyung. Kila mtu alikuwa anaona namna gani wanavyoweza kushikana, lakini hii kitu ilimsababisha jamaa Sohan aweze kujihisi wivu sana. Lakini hata zilipoweza kufika nyakati za usiku, bidada Aena ilikuwa ni zamu yake kuweza kufanya ukaguzi juu ya wanafunzi wote kuwepo katika maeneo haya ya makambi, lakini alikuja kugundua kwamba kuna wanafunzi watatu hawapo kabisa kambini, walikuwa wameweka mabegi tu. Lakini bidada wakati amechanganyikiwa kwenda kuwatafuta wanafunzi, kwa bahati nzuri ni kwamba Sohan aliweza kumwona bidada akiwa anaendelea kuhangaika, kabidi kumfuata na kumsaidia kwenda kuwatafuta hao wanafunzi. Lakini muda ukawa umeenda sana kiasi cha kwamba muda wa bidada kubadilika kwa mbwa ukawa umeweza kufika. Bidada hata kabla ya kumaliza zoezi lake la kuwatafuta hao wanafunzi watatu akawa ameweza kuondoka, asije kabadilika mbwa mbele ya watu wote. Lakini mwalimu Sohan alipambana sana, akawakuta hao wanafunzi watatu, akapigia simu kwenye taxi na moja kwa moja akachukuliwa kurudishwa kambini. Hasa mwamba akawa anampigia bidada haya na kumwambia kuwa nimeweza kuwakamata hao wanafunzi watatu, nimeshawarudisha katika kambi. Lakini mwamba hampati kabisa bidada katika simu. Lakini wakati anatembea akaja kugundua kwamba kuna kambwa hapa ni kama amewahi kukaona sehemu. Hasa kuna bibi mmoja alikuwa anapita katika mitaa hii, alipoweza kukaona aka kambwa akawa amekabeba. Lakini bidada Aena alipokuwa akimtazama mwamba alikuwa anatamani sana jamaa aweze kumsaidia, lakini haikuwezekana kwa yeye kuweza kutoa sauti kwa sababu yupo katika umbile la mbwa. Ndio hivyo bibi wa watu amejitwalia kapapi. Lakini mwamba Sohan akaendelea kupambana tu kumtafuta bidada. Alikuja kugundua kwamba nguo za bidada zilikuwa ziko sehemu fulani hivi. Hakuwa naamini bidada ina maana amevua nguo. Lakini huku kwa bibi ambako bidada Aena ameweza kuletwa akiwa katika umbile la mbwa, alikuwa amefungwa katika eneo lake la shingoni na amehifadhiwa sehemu. Kumbe huyu bibi bana anatokea Ilinga, ni muhehe, anakula mbwa. Sasa bidada alishuhudia katika meza kuna mbwa alikuwa ameandaliwa vizuri sana, akaona nikileta masiala hapa anakuwa msosi unaofuata. Akavuta ile kamba mpaka akaweza kukata mbele ya kifo, si mchezo ba. Bidada wakati anaendelea kukimbia alikuja kugundua kwamba Choijuni naye alikuwa akimtafuta huku akipiga filimbi, lakini kwa bahati mbaya wakati anamsogelea tu akajikuta ameweza kuanguka katika
katika korongo. Mwamba ni kweli kabisa alifanikiwa kuweza kumwona bidada, lakini shughuli ilikuwa ni kumtoa hapo katika korongo, ilikuwa ni kipengele sana. Basi ikabidi Mwamba Choihuni kuchukua nguo za bidada na kumtupia huko korongoni, akamwambia kuwa kama ukibadilika kuwa binadamu basi utakwenda kuvaa nguo hizo ili asubuhi nitakuja na kikosi cha waokoaji. Kumbuka kwamba bidada akibadilika kuwa mbwa huwa anabadilika na nguo zake zote zavurika. Ilipofika nyakati za alfajiri, bidada tayari ameshavaa nguo zake, akaanza kuita msaada, 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 msaada. Akachukua kiatu chake akakirusha kwa juu, lakini kuna mtu akawa anamvuta. Baada ya kumvuta, kumbe alikuwa ni Mwamba Soan. Namna walivyokuwa wameweza kuangukiana na namna walivyokuwa kitazamana kimahaba, hii scene ilikuwa ni bomba la scene. Baadaye kidogo Mwamba akaweza kumtibia bidada katika eneo lake la mguu alipokuwa ameweza kuumia, kisha akampakia kwenye gari tayari kumrudisha nyumbani. Lakini sasa Mwamba Bongkyung alikuwa akitazama scene hii kwa hasira sana, ni kama kuna kitu ambacho anakijua na ni kama anajua jambo fulani la siri sana. Lakini katika dakika hizo hizo kuna bidada mmoja alikuja kwa nidhamu sana. Huyu ni msichana mgeni kabisa katika shule, anafahamika kama Sujun, ila jina alilokuwa amemuita Mwamba Bongkyung alimuita boss Sa. Kwani huyu Bongkyung ni bosi, na ni bosi wa kina nani? Wote tunajua kwamba ni mwalimu, lakini hapa anaitwa bosi. Inaonekana kwamba ana ubosi ambao uko ndani yake. Okay, kipengele ni kimoja tu, kugusa alama ya kusubscribe katika channel ya mdhamini wetu ili tuweze kutoka na episode inayoweza kufuata, tuweze kujua asili ya Mwamba Bongkyung ni nani na kwa nini anaitwa bosi, ikiwa wote tunajua kwamba huyu ni mwalimu wa kawaida tu. Lakini bwana we, wanakuambia kwamba Big Name Barber Shop wana habari kubwa mjini. Hebu